Bana mtazamaji, tuko na mzee wa VAR, Mchomi Mapovu, shabiki wa Simba Sport Club mnyama. Kwema lakini? Bana namshukuru Mungu, niko vizuri. Bana afya ya akili imekuwa tatizo kubwa sana. Vipi uko vizuri? Bana afya ya akili nadhani ni kauli ya kitabibu zaidi, lakini kwa kauli ya mtaani mgonjwa wa afya ya akili ni chizi. Yaani ukiacha kisomi, yaani kisomi ndio kusema baba mgonjwa wa afya ya akili, yaani hapo unatumia unaita si kupunguza ukali wa maneno, lakini kwa tafsiri kawaida mgonjwa wa afya ya akili ni chizi. Na hospitali za wagonjwa wa afya ya akili ukizitafuta utaikuta iko Milembe. Na maana kweli mgonjwa wa afya ya akili ni chizi. Mimi kwa kweli mimi niko vizuri. Vipi bwana, kwanza kauli hiyo umeipokeaje kama shabiki wa Simba kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Simba wana matatizo ya afya ya akili wanasherehekea Simba kufungwa? Kwanza mimi nimejisikia vibaya. Nimejisikia vibaya kwa sababu hata kama hajamtaja ni nani, lakini unaposema viongozi waliopita ina maana huwezi kusema current waliopita. So sawa, kwa sababu kuna viongozi ambao wamefanya kazi kwa mafanikio, wamepigania klabu kwa jasho na damu. Umeelewa? Leo hii aje kujisikia kwamba mtu anasema kwamba wewe una afya ya akili, nadhani sio kauli ya kiutawala. Kuna kauli za kiutawala ambazo ukizitoa unaonekana kweli fresh, lakini hiyo kauli ya kumwambia mwenzako aliyepita ana matatizo ya afya ya akili na maana ni chizi. Sasa hapa mimi ndo nakuja kuhoji kwamba Simba tunaongozwa na viongozi wa aina gani? Timu yangu inaongozwa na viongozi wa aina gani? Kwa sababu gani? Kama viongozi wa afya ya akili washawahi kupata nafasi ya kuongoza, viongozi waliopita washawahi kuongoza na walikuwa wana afya ya akili, hao wanaongozwa inakwaje? Changamoto swali langu la msingi linaanzia hapo. Yaani kama viongozi waliopita washawahi kuwa na tatizo la afya ya akili, je, hawa wanaongozwa wanakuwa kwenye hali gani? Wewe jiulize hilo swali, kwa sababu kama kiongozi ana afya ya akili anaongozwa inakwaje? Hiyo taasisi ilikuwa inaendeshwaje? Na watu wenye upungufu wa afya, wenye ugonjwa wa afya ya akili, sio sawa. Yaani mimi hiyo kauli kiukweli imeniumiza na sikupenda, ingawa sikujua labda huenda anayemaanisha kumtaja labda huenda saizi yuko Milembe. Hayuko uraiani, kwa sababu tatizo la afya ya akili labda kweli ni mgonjwa yuko Milembe. Lakini mimi katika rekodi hizi za haraka sijawahi kuona wala kusikia kwamba kiongozi wa Simba yuko Milembe au ni mgonjwa wa akili au imekwaje. Kwa hiyo I don't know alikuwa anamaanisha nani na kwa nini alitoa ile kauli. Siku chache kuelekea mchezo wa kimataifa, kauli kama hizi zimeanza kutokea. Ina maana mmeshagawanyika pande zote, mmegawanyika pande mbili. Kuna uhai, kuna kitu kizuri wale inaweza kutokea kwenye siku chache kwa mechi ya kimataifa? Ni ngumu vibaya mno, kwa sababu unajua nini? Hapa ni kuelekea kwenye huo mkutano mkuu. Ushaelewa? Kwanza picha linaanza tarehe ya mkutano ndo tarehe ya mechi. Sasa mimi najiuliza, inakuwaje tarehe ya mkutano ndio iwe tarehe ya mechi? Yaani kwa nini wapange tarehe moja? Kwa sababu tayari timu iko kwenye majukumu. Ina maana leo hii before match kuanza ionekane kwamba kuna mpasuko kwenye viongozi, ionekane kuna vurugu au kuna amani imetokea. Kwa sababu yote ni matokeo ya mkutano. Mkutano ukaenda ukatoa hoja watu wasikuelewi, mkapishana kauli. Mkutano ukaenda ukatoa hoja watu wakakuelewa. Mimi nadhani kuelekea kwenye huo mchezo wa Stade Malien itakuwa ni ngumu. Leo hiyo mchezo mechi inayofuata itakuwa ngumu kwa sababu siku ile kwa nilivyosikia leo kiongozi anaojiwa inaonekana sio siku nzuri sana. Mimi kiukweli mimi sina haki ya kwenda kwenye huo mkutano. Sina hadhi ya kushiriki kwa sababu mimi ni shabiki. Lakini mimi natamani amani iwepo. Watakaoenda wakadumisha amani ili jambo liishe kwa wakati. Kwa sababu gani? Timu ipo kwenye mashindano. Yaani watu wasiende pale kupigania maslahi yao binafsi. Waende wakapigania maslahi ya timu, kwa sababu wakati tulionao sio wakati wa kumtafuta mchawi nani. So wakati wa kuvutana mashati. Huu ni wakati ambao inabidi tuungane wana Simba wote kutafuta alama 3. Kipindi nyewe mnagombana, wenzenu wanacheka tu, wanasema mnayoyafanya wao walishamaliza kitambo. Yaani kuvutana mashati kwa Yanga washamaliza zamani. Unajua ya mambo
ya kuwa na viongozi wengi. Haya mambo ilibidi tuyamalize mapema. Umeelewa? Timu haiwezi kuwa na viongozi wengi. Yaani panapokuwa na viongozi wengi na maamuzi pia ni mengi. Mimi naweza ngatoa maamuzi au hoja ya kujenga yenye faida kwenye timu. Lakini ile hoja kwa kiongozi mwingine haina faida. Yaani kwa upande wake anaona hii itanikaba. Anaweka mguu. Lakini kama kiongozi ni mmoja na huyo kiongozi labda anaipigania timu tu, kila anachofanya kwa niaba ya timu. Lakini viongozi wakiwa wengi mambo yanakuwa mengi pia. Sawa, kile ambacho kina trend sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na maelekezo ambayo Baraza la Michezo Tanzania BMT wameyatoa kwa Simba Sport Club. Cha kwanza ni kutaka kuwa mwenyekiti wa bodi awe mwenyekiti wa Simba Sport Club ndo awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sio kama sasa hivi ambapo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ni mwingine, lakini mwenyekiti wa bodi ya Simba naye ana majukumu yake mengine. Maelekezo kama haya yanaashiria nini kwenye katiba yenu? Kwanza hiyo BMT wametutakia kheri na neema. Yani klabu ya Simba hapo mimi kama shabiki nafurahi. Nafurahi sana. Kiongozi wa Simba ndio awe kiongozi wa bodi. Kwa sababu gani? Unajua mimi labda mimi niko upande wa mfanyabiashara. Ina maana mimi pale naenda kupigania maslahi ya bosi wangu. Huyu yuko upande wa klabu. Yeye ataenda kupigania maslahi ya klabu. Lakini sasa mkikutana pamoja, huyu wa mfanyabiashara ndo anakuwa bosi wako wewe. Yaani mwenye hisa 51% anakuwa chini ya mtu mwenye hisa 49%. Kisa tu kuna kanuni na katiba imetengenezwa pale, ikitengenezwa bodi na nini. Hapana, mimi nadhani BMT kama wameshauri au kama labda ni maelekezo wametoa, wafanyie kazi haraka kwa niaba ya maslahi ya timu. Kiukweli kuna moment uzokamwona labda Mangungu hana maamuzi, lakini kumbe ni ile katiba inambana. Kwamba mwenyekiti wa Simba Sports Club hana maamuzi kwa sababu ya katiba. Unajua unapopeleka jambo kwenye bodi lina wajumbe. Na wewe ukiingia mule unaingia kama mjumbe. Unaweza katoa jambo likapigiwa kura. Bana nyewe mnasemaje? Wajumbe labda wako 7 au 8. 7 wakapinga ukapitisha wewe peke yako, au 5 wakapinga 2 wakakubali. Bado jambo halitofanya kazi. Lakini kiongozi akiwa ni mmoja, akitoka na wazo la klabu, litapitishwa moja kwa moja kwa sababu anafanya kazi ya klabu. Kwa hiyo kama ni ushauri BMT wametoa, tuufanyie kazi. Na kama pia ni maelekezo, tuwafanyie kazi, ina faida. Yaani haiwezekani, yani timu moja, yani ukitafuta viongozi unawapata 4 5 wenye mamlaka ya juu, ni uongo. Lakini haya yote mnayofanya mliambiwa mkajifunze pale pembeni, kwa sababu mlichoelekezwa ni sawa na kile ambacho wenzenu Young Africans wanakifanya. Mazembe walienda pale wakajifunza, nyinyi mmetia kichwa ngumu kwenda kujifunza. Hapo tunauli hata 300 haizidi. Una mwanasheria? Sheria mimi naye. Unaye? Unaweza kunitetea? Mimi naye bwana, usiongope. Unajua mara nyingi mimi nasemaga Yanga walikubali kila kitu, lawama, wakakubali kutukanwa, wakakubali kusemwa, wakakubali kununiwa, lakini kwa kuwa lengo lilikuwa moja tu, kuipigania nembo, walikuwa radhi kwa hayo yote. Wapo waliolalamika, wapo walionuna kwenye yale mabadiliko. Lakini leo hii walionuna wanacheka, walokasirika wanafurahi. Walofurahi wanaendelea kufurahi zaidi kwa kutokana na yale mabadiliko. Mabadiliko hayawezi kuwa mepesi kama watu wanavyodhani, kwa sababu unapofanya yale mabadiliko kuna watu wanakosa pakula. Yaani lazima pale kuna viongozi utawapunguza. Sasa wale ambao utakawapunguza hawawezi kuunga mkono hiyo hoja. Kwa sababu kuna watoto wanasomeshwa pale, kuna watu maisha yao wanaenda. Watu wanatoka wanasema si viongozi wana mishahara. Mimi siamini hicho kitu. Wewe ndio unaratibu kila kitu, sasa unakosa hela. Yaani inaingia bilioni 2 unaipangia matumizi. Bana hii bilioni 2 imeingia, sasa sikiliza, hii mishahara hii ngapi? Huwezi, yani bilioni 2 yote ikupite mkononi, haiwezekani. Lazima kuna vitu ambavyo vingine vitakuwa, kwa sababu unaishije? Ndio yale maswala wakwambia kila si nani atakula mazabuni kwake. Mchungaji anakula kanisani. Sasa kanisani kuna shamba. Kwa lazima. Kwa hiyo mimi nadhani viongozi wangefanya kwa niaba ya maslahi ya timu na waache kutupiana vijembe hadharani. Waache, yani kila mmoja kiongozi akisema aanze kumtupia mwenzake vijembe, timu zina mambo mengi wanayaficha. Kwa mambo ya jazz modern tarab. Sasa wanaanza kutupiana vijembe. Kwenye timu kuna vitu vingi. Yaani huyo atoka aseme bana mwaka fulani ilikuwa hivi na hivi. Mimi unaniona mimi chizi. Mimi na ugonjwa wa afya ya akili. Mimi mwaka fulani nilifanya hivi, huyo akafanya hivi. Mnaenda wapi? Timu inaelekea wapi? Kwa hiyo mimi nadhani
viongozi waache mivutano. Alafu kwa nini yani media haya kwenye wakati huu? Sasa hizi ni habari za maandalizi ya timu, umeelewa? Maandalizi ya vikao, wao wanaojua wahusika. Hata kama kiongozi wewe ni mhusika, unajua kabisa mimi na hasira, basi unatafuta mwingine mwenye uwezo wa kuongea akabalance hasira yake. Kitu kingine ambacho tunaendelea hivi sasa ni kuelekea michuano ya CAF Champions League. CAF wametoa logo yao leo mpya ambao wote mtaitumia ili ya kwenda kudownload, sijui mlitoa wapi. Lakini kingine ambacho tunazungumzia sasa ni maandalizi. Simba Sport Club wameondoka leo kuelekea nchini Mali, na msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ally amesema kwamba Simba haijawahi kutoka kinyonge. Hata kama mtakwenda kufungwa na timu ya Mali, uhakika wa kufuzu bado upo. Mbona unacheka? Yaani katika msimu ambao timu yangu inaenda kutia aibu taifa ni msimu. Brother, timu haiwezi kusimama kama viongozi hawana umoja. Kuna mipango itafeli. Yaani mimi nitaandaa mpango thabiti, huo ataufelisha kwa sababu hatuna maelewano. Timu ni muunganiko wa vitu vingi ndio wanatengeneza timu. Ili upate strong team, umeelewa vizuri, lazima uwe na uongozi bora. Sasa viongozi wenyewe wanaanza kusemana. Huyu mgonjwa wa afya ya akili, huyu sio atasema yule ana njaa, huyu atasema yule ana hela, huyu mambo atakuwa ni mengi. Kipindi hiko timu iko kwenye maandalizi. Tunaelewana ndugu yangu? Ni wakati ambao viongozi inabidi waungane kwa niaba hili swala. Yaani ulikuwa sio wakati scope wa kuanza kuvutana, kushikana mashati viongozi. Huu ni wakati ambao inabidi viongozi waandae mipango ya kushinda mechi za Afrika brother. Zina maandalizi. Unajua kuna timu ambazo zishawahi kushinda magoli VAR inakataa. Mfano Mamelodi ashawahi kufungwa goli VAR ikakataa. Udhani ile kama sio mipango ni nini? Ile mipango huwezi kuitengeneza kama timu haina unity. Viongozi wao hawana umoja. Huu ni wakati ambao Simba Sports Club tupo kwenye hatua ya makundi. Mchezo wa kwanza tumepoteza. Inabidi tuungane. Wewe ukiona timu inafungwa, alafu kiongozi anacheka, tafsiri yake ni nini? Alikwambia bana, hii njia unaopita hii tunapoteza. Tufanye hivi na hivi, wewe ukajeulia, ukadharau. Ukifungwa yule hawezi kuumia kwa sababu mimi nilikwambia wewe tutafungwa tukifanya hivi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wakati hata kama ni mlevi kaleo anatoa maoni, wewe msikilize. Kuna mwisho utapata hata pointi moja yenye kukusaidia. Huu wakati tuliopo mwanangu ni wakati wa unity. Yaani usikalewa. Si yuko wewe msikilize. Kuna moment ataongea neno lenye faida, utalichukua yale mengine achana nayo. Lengo ni kuungana kuifikisha timu nchi ya ahadi. Lakini kwa hichi kinachoendelea mwanangu, yani yule Sademelieni anatafuna mkate na chai, anauloweka, yani hata kama hana meno atashiba. Kwa sababu gani? Viongozi wana mgogoro, viongozi wanagombana, wao kwa wao wanavutana. Sasa mimi labda ni kiongozi nipo madarakani, navutana na kiongozi ambaye aliyepita. Yule aliyepita ana mbinu nyingi, anajua vitu vingi. Ni wakati ambao nilikuwa nimsogeze karibu, tujadiliane, tunafanyaje, wewe ulifanyaje kwenye utawala wako hadi ukafanya hili? Kwa sababu naamini kwa viongozi waliopo, viongozi labda waliopita huenda wakawa na mafanikio makubwa kuliko waliopo. Kuna vitu walikuwa wanafanya ndio wanafanikiwa. Sasa utakavyoanza kusema viongozi waliopita ni wagonjwa wa afya ya akili, umeelewa? Akati tunaamini wenyewe ndio wenye mafanikio kukushinda, unakuwa unatuchanganya. Yaani sielewi hizo kauli zinakujaje. Sawa bana, kile ambacho ni Young Africans wenyewe wako pale Algeria. Wanajiandaa na mchezo dhidi ya JC Kabylie. Young Africans mchezo mgumu, lakini kwao wamewahi kushinda mara moja kule ugenini. So far Yanga msimu nini kinawafanya unaona kabisa kuna movement yao kiangalia sema hawa kidogo at least wana kitu? Yanga kitakachosababisha waendelee kufanya vizuri, kwanza uongozi wao una umoja, una unit. Brother, kama timu haina viongozi wana unit, ina maana kuna uwezekano hata mipango ya ushindi ikae inavuja. Sababu viongozi si ndio mnapanga, ikae inavuja. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vitapelekea Yanga kushinda ni umoja wa viongozi. Unajua Engineer Hersi alichofanikiwa ni kuwaunganisha viongozi wote kuwa na lengo moja. Yaani pale hamna mfia tumbo.
wote wanapambana kwa niaba ya klabu, wote wanapambana kwa niaba ya nembo ya Yanga, wote wanapambana kwa niaba ya furaha ya wananchi. Na hicho ndio kitu ambacho Yanga walichofanikiwa. Kwa Yanga pale wameenda, wanaenda kuipigania nembo ya Yanga. Hakuna mtu anaenda kupigania labda mimi nipate umaarufu. Yanga ikishinda mimi nitapata sifa. Yanga ikifungwa mimi si nilikwambia wewe Yanga itafungwa. Wale wako pale kwa lengo kutafuta alama 3. Yanga wanaheshimu wapinzani wanaokutana nao kwamba ni vilabu vikubwa. Kwa I believe hata maandalizi walioyafanya ni maandalizi ya kupambana na timu kubwa, psychology, mentality, physical form, yani technically wataandaa vitu ambavyo vinaenda kupambana na timu kubwa. Na ukifanya hayo maandalizi thabiti ipasavyo, kwa nini usishinde? Kwa mimi Yanga kiukweli kwenye hii mechi ya JS Kabylie mimi nampa 100% kubwa ya ushindi kwa sababu amejiandaa kwenda kupambana na timu kubwa. Unadhani ni kwa sababu kundi lao walidhania ni gumu kuanzia mwanzo au ni nini? So alidhania ni gumu. Yanga kundi lao ni gumu. Na hata sisi Simba kundi letu ni gumu. Bwana. Sema kilicholeta shida ni zile namba za vilabu bora Afrika. Watu wanashindwa kuelewa kwamba zile namba zinatoka baada ya misimu 5. Kujua kuna timu zikana msimu uliopita ikawa mbovu. Msimu huu ikasajili vizuri ikawa bora. Mfano Singida Black Stars imeundwa kwa misimu mingapi? Huu ndio msimu wa pili iko makundi sasa hivi. Kwa hiyo msimu ule amesajili wachezaji, msimu huu yuko ndani shirikisho yuko makundi. Kwa hiyo timu inaundwa kwa msimu mmoja. Kwa hiyo unaweza kaamini kwamba mimi Simba Sports Club ni watano pale. Mimi ni mkubwa. Ukaleta uzembe kwenye usajili. Wakatokea watu huku nyuma wakasajili vizuri. Tunapigwa. Kwa hiyo mimi nachokiomba kwenye hiyo mechi tufanye maandalizi ya umoja, viongozi waungane, otherwise tukileta yale ya kutukanana na vinyongo timu hatutoki. Nimeona mazungumzo ya kocha wa Faraba anasema Pacome Zouzoua ndo aliwamaliza kwenye mchezo wa kwanza, lakini bado Tanzania mmekuwa muamini kama Pacome ni bora. Hawapo baadhi ya watu waamini kama Pacome ni bora na ni kutokana na ushabiki waliojiva. Unajua kuna moment ukiwa shabiki maandazi unafumba hadi macho utaki kuona ukweli. Yaani ukweli kwenye mpira ni mweupe kama tishu au mwanga kwenye giza, haujifichi. Mengine ni uelewa wako, lakini kuhusu Pacome mwanangu tukikaa wenyewe, mimi naongeaga na baadhi ya mashabiki wa Simba, wanangu tunapiga story wananiambia bwana yule mtu bana atatuadhibu sana. Atatuadhibu sana. Na katika watu ambao wanatamani au tunatamani Pacome aondoke ni mashabiki wa Simba. Anatuadhibu. Kwa alichokisema kocha ni mentality ya timu zote Tanzania. Tunaomba Mungu Pacome aondoke kwa sababu ya ubora wake. Pacome ni bora zaidi. Shukrani sana. Pamoja sana.